Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, tuweze kusikiliza na kutafakari kwa pamoja ujumbe wa Mtakatifu Gaspari siku ya leo, ikiwa ni tarehe 29 Oktoba. Uko sawa unaponiambia kuwa nitumie muda zaidi ofisini, lakini ungekuwa unafanya vizuri zaidi kuniambia hautumii muda wa kutosha kusali. Lakini naweza kusema nini juu yangu? Mungu amependa niwe nje kwenye shamba lake kutangaza ibada kuu kwa damu takatifu, jenga maisha ya jumuiya. Uko sawa unaponiambia kuwa nitumie muda zaidi ofisini, lakini ungekuwa unafanya vizuri zaidi kuniambia hautumii muda wa kutosha kusali. Lakini naweza kusema nini juu yangu? Mungu amependa niwe nje kwenye shamba lake kutangaza ibada kuu kwa damu takatifu, jenga maisha ya jumuiya. Wapendwa taifa la Mungu, katika dunia ya leo yenye kelele nyingi na shughuli zisizoisha, unahisi ni mara ngapi maisha yako ya sala ama maisha yangu ya sala yamekosa uzito wake mbele ya Mwenyezi Mungu? Leo Mtakatifu Gaspari anasema kwa sauti ya kiroho isiyotetereka. Upo sawa unaponiambia kuwa natakiwa kutumia muda zaidi ofisini, lakini ungenisaidia zaidi kuniambia hivi hautumii muda wa kutosha kusali. Maneno haya hayalengi kukukwaza, bali kukutikisa kama tetemeko la neema, kukurudisha kwenye moyo wa utume wa kweli. Katika ulimwengu unaotukuza faa, kujitegemea na mafanikio ya mtu binafsi, Mtakatifu Gaspari anatuita tena na kutukumbusha tujenge maisha ya jumuiya. Hili ni agizo la kifumbo lenye mzizi wa Biblia. Mlishane kwa upendo, vumilianeni na sameheaneni. Na hili ndilo Agano Jipya. Fundisho hili tunalipata pale tunaporejea waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai, sura ya 3 aya 13 hadi ya 14. Kuwajali wengine si kazi ya ziada, ni kiini cha huduma ya Kikristo. Mahubiri ya kweli huanza katika mioyo, na moyo unaopokea wengine na kuishi kwa ajili yao, huko ndiko kuhubiri kwa maisha. Mtakatifu Gaspari alikuwa maarufu kwa kauli hii: wamisionari sio sanamu, wanapaswa kuwa watu hai, wanaotembea, wanaohubiri na wanaolilia roho zilizopotea. Tunaishi katika nyakati za hatari ambapo watu wana uhitaji mkubwa wa nuru ya wokovu, lakini wengi wetu tunazama katika maisha ya ubinafsi, ya kujilinda badala ya kujitoa. Wapendwa, tusikubali maisha ya kiroho ya ofisini bila sala. Tusikubali utume usioegemea kwa damu takatifu ya Yesu. Na kamwe tusijifungie ndani wakati ulimwengu unakufa kwa kiu ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Tutoke nje, tuhubiri, tufundishe watu maisha ya toba, tusali na tujenge maisha ya jumuiya yasiyo na hofu, bali yaliyojengwa na kuangazwa na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maana katika ukimya na sala, damu ya Kristo inanena. Basi wapendwa, tunapopata nafasi ya kutafakari kwa pamoja ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, tuendelee kuiomba damu takatifu ya Yesu itufanye tuwe mashahidi hai, itutakase, itubidishe na itufanye wanyenyekevu waliojaa moto wa Roho Mtakatifu. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Armando Jackson, frateri wa shirika la misionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo.